John Heche amevuruga vibaya Rais Samia Suluhu kutokana na hotuba yake. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika sakata inalovuta hisia na kuibua maswali mazito kuhusu hatima ya demokrasia nchini Tanzania, kauli mpya kutoka ndani ya ngome za upinzani imeleta mwelekeo tofauti wa mjadala wa kitaifa. Kwa mara nyingine, jicho la umma limerejea katika nafasi ya sheria, uhuru wa vyombo vya uchunguzi na uimara wa taasisi zinazopaswa kulinda haki za raia. Tofauti na tamko la kawaida la kisiasa, tahadhari iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche imegeuka kuwa onyo linalohusu mustakabali wa heshima ya mfumo wa haki, baada ya kusisitiza kuwa kauli zilizoibuliwa ndani ya hotuba ya Rais Samia Suluhu zinahitaji kuchunguzwa kwa umakini mkubwa na kushiriki wa taasisi zilizokuwa na maslahi ya ndani. Kwa mjadala huo mpana, hoja mojawapo iliyosimama kama kilele cha wasiwasi ni kuhusu hatua za kuachiliwa kwa baadhi ya vijana waliokamatwa katika matukio yenye sura ya kisiasa au wakati wa maandamano. Ingawa hatua hiyo imeonekana na baadhi ya watu kama ishara ya utulivu na suluhu, Heche ameonya kuwa endapo mchakato wake hautafuata misingi thabiti ya sheria, unaweza kuwa chanzo cha mmonyoko unaopoteza imani ya raia katika mahakama ya vyombo vya dola. Wazo hilo limegeuka kitovu cha mjadala mpana zaidi, na kama katika mifumo mingi ya haki duniani, uwazi, taratibu na uhuru wa taasisi ni nguzo zinazojenga imani ya wananchi, na kukosekana kwake kunatosha kugeuza hata matendo mema kwa sababu ya mashaka. Na katika mazingira haya, hoja ya uwezekano wa mianya ya rushwa imeibua kama tishio linalohitaji majibu ya kina. Kulingana na tathmini ya Heche, hatua zozote zinazotafsiriwa kuwa maagizo ya kisiasa katika michakato ya kisheria zinaweza kuathiri kwa kasi hadhi ya mahakama. Endapo jamii itaamini kuwa baadhi ya kesi zinashughulikiwa nje ya misingi ya sheria bila kufuata taratibu zinazojulikana, basi kosa la mfumo linaweza kuonekana kuzidi lile la mtu mmoja mmoja. Hili ndilo eneo linalofanya tahadhari ya kugusa msingi wa taifa linalojidai kuwa na misingi imara ya haki na usawa. Na katika kulipanua swala hilo, Heche amerejea moja kwa moja katika historia ya ukanda wa Afrika Mashariki, akitumia tukio la mwaka 2007 nchini Kenya kama rejea muhimu. Wakati huo taifa hilo lilipitia kipindi kigumu baada ya uchaguzi kilichojulikana kwa machafuko, vifo na sintofahamu iliyogusa kila sekta ya jamii. Na katika mivutano hiyo, mashirika ya kikanda ikiwemo Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC yalichukua jukumu la kusimamia uchunguzi wa kushauri njia ya urekebishaji. Kisa hicho kimebaki mfano wa jinsi vyombo huru vya kimataifa vinavyoweza kuleta utulivu, wazi na uadilifu pale ambapo taasisi za ndani zimeshinda au zimeonekana kukosa imani ya wananchi. Kwa kurejea mfano huo, Heche ametoa ujumbe mpana zaidi kwamba Tanzania inapokutana na tuhuma za ukiukwaji wa haki, vitendo vya unyanyasaji na matukio ya mauaji wakati wa maandamano, haiwezi kuridhika na uchunguzi unaofanywa na vyombo vya ndani pekee. Hoja yake ni kuwa vyombo vya ndani, hata kama vina nia njema, vinaweza kukabiliwa na shinikizo la kisiasa au kutafsiriwa na wananchi kuwa na upendeleo. Na hapo ndipo taasisi za kimataifa zinapopata nafasi, kwa kuwa zinakuja na umbali wa kimfumo unaowapa uwezo wa kuona kwa upana bila kuathiriwa na mitandao ya ndani ya maslahi. Na katika mjadala huo, Heche ameonyesha wasiwasi kuhusu jinsi taarifa za serikali zinavyowasilishwa kwa umma. Ameeleza kuwa bila uwazi wa kutosha katika kutoa taarifa kuhusu hatua zinazochukuliwa dhidi ya wale waliokamatwa wakati wa maandamano au matukio ya kisiasa, imani ya wananchi inaweza kuzidi kudidimia. Na kwa mtazamo wake, uhusiano kati ya serikali na raia unajengwa juu ya ukweli na uwazi, na kila mara taarifa inapozuiliwa, kucheleweshwa au kutolewa kwa mkanganyiko, tafsiri ya kupotea kwa imani huwa haiwezi kuepukika. Na katika mazingira ya kisiasa ya sasa nchini Tanzania, hoja hiyo inagusa zaidi ya kesi chache au makundi ya vijana. Inahusu mustakabali wa taifa, mwelekeo wa demokrasia na nafasi ya vyombo vya habari na mashirika ya kiraia katika kutoa taarifa na kuangazia maeneo yenye shaka.
Heche amesisitiza kuwa vyombo vya habari vinapokuwa na hofu ya kutoa taarifa vinapoteza nafasi kuu katika mfumo wa udhibiti wa mamlaka, na katika mazingira endapo mashirika ya kiraia yanahisi kuzuiwa au kutishwa, uwezo wa taifa kujisahihisha unapungua kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, mwisho wa hoja zake hauishii katika kukosoa. Kuna wito wa wazi kwa serikali kushirikiana na jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha na kuharakisha uchunguzi kuhusu tuhuma mbalimbali zinazoendelea kuibuka nchini. Hoja yake ni kwamba marudio ya kuchelewesha uchunguzi ama kuzidiwa kwa kesi zinazohusishwa na matukio ya kisiasa huongeza tu hisia za kutoamini na kuongeza mgawanyiko wa kisiasa. Na katika mtazamo huo, hakika ya taifa haiwezi kupatikana bila uwazi, kasi au uaminifu wa kitaasisi. Na katika ulingo mpana zaidi, ujumbe wa Heche umejikita katika misingi mitatu mikuu: uadilifu, uwazi na ushirikiano wa kimataifa. Kwa mtazamo wake, haya ndiyo matawi ambayo mfumo wa demokrasia unapaswa kutegemea. Na bila uadilifu, sheria inageuka kuwa silaha inayoweza kutumiwa kulinda maslahi ya wachache, na bila uwazi, serikali inachukuliwa kama chombo kisichowajibika. Na bila ushirikiano wa kimataifa, taifa linajikuta linajadiliana na lenyewe bila kupata mtazamo wa nje unaoweza kusaidia kujenga uwiano. Na kutokana na hayo, hoja ya msingi inayojitokeza katika simulizi hili ni kwamba Tanzania inasimama katika hatua nyeti ya kihistoria, na katika mazingira ambapo sauti za vijana, wanaharakati na wanasiasa zimekuwa zikilia juu ya haki, uadilifu na uwajibikaji, kila tamko la kitaifa linachunguzwa kwa umakini mkubwa. Hali hii inafanya kauli kama ile inayotolewa na Heche kuwa zaidi ya maoni ya kisiasa, inakuwa sehemu ya mazungumzo mapana kuhusu mwongozo wa taifa katika karne hii. Na katika mchoro wa mwisho wa hadithi hii, hoja yake inarejea kwenye msingi mmoja kwamba ukweli, uwazi na uadilifu si zawadi, bali ni msingi inayohitaji uthubutu wa kiserikali, ushiriki wa kijamii na uangalizi wa kimataifa. Anasisitiza kuwa bila kuhakikisha kuwa uchunguzi wote unafanywa kwa uhuru, bila kufichua matokeo yake kwa umma, na bila kujenga mfumo unaojali maisha na utu wa raia, taifa linaweza kupoteza utulivu na imani ambayo imekuwa ikijengwa kwa miongo mingi. Na kwa ujumla wake, tahadhari ya Heche inabeba mzigo wa mjadala wa kitaifa unaoendelea kuongezeka. Inaibua swali linalolazimisha taifa kujiuliza, je, mifumo yake ya haki ina nguvu ya kutosha kujisimamia bila shaka? Je, uwazi wa serikali unakidhi mahitaji ya zama hizi za taarifa? Na je, taifa liko tayari kushirikiana na dunia pale linapohitaji msaada wa uangalizi huru? Kwa kiwango kikubwa, hadithi hii inaacha taswira ya taifa linalotafakari, likitafuta njia kati ya matumaini ya demokrasia imara na changamoto za mifumo yake ya ndani. Katika taswira hii, sauti kama ya Heche zinageuka kuwa mwangazo unaotisha uchunguzi, uwazi na uwajibikaji, misingi ambayo mustakabali wa haki za binadamu na demokrasia nchini unaweza kutegemea. Ni hayo tumekuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia wengi ambao hawana taarifa hizi. Vilevile waweza gonga kengele ama alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea alert wakati tunaweka video mpya.